Umetukomesha jua? Umetukomesha? Jua sana. Yaani imetoka. Jua limetupiga. Na kukabidhi mwenge huu wa uhuru ndugu yangu Mheshimiwa Saadi Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni, ukiwa unawaka unameremeta. Na kukabidhi wakimbiza mwenge huu wa uhuru 2025 wakiongozwa na ndugu yetu kaka yetu Ismail Ali Usi na itifaki yote nzima ya mwenge wa uhuru. Mwenyezi Mungu akusaidie kuukimbiza mwenge huu. Mimi Saad Ahmad Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni, ninakiri kuupokea mwenge huu wa uhuru kutoka kwa ndugu yangu Mheshimiwa Edward Mpogoro, mkuu wa wilaya ya Ilala. Na upokea mwenge huu wa uhuru ukiwa katika hali ya usalama, unawaka na unameremeta. Sambamba na mwenge huu wa uhuru, nakiri kuwapokea vijana mahiri na shupavu wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa 2025 wakiongozwa na ndugu yetu Ismail Ali Usi, pamoja na hawa viongozi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa. Nakiri pia kuwapokea waratibu kitaifa wakimbiza mwenge wa uhuru ngazi ya mkoa. Na katika siku hii ya leo, mwenge huu wa uhuru utakimbizwa umbali wa kilomita 76, utakagua, utazindua, utaweka mawe ya msingi na kutembelea jumla ya miradi 8. Miradi hii yote ina thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 61, ikiwa mapato ya ndani ya halmashauri manispaa ya Kinondoni ni shilingi bilioni 2 milioni 736, fedha kutoka serikali kuu shilingi milioni 281, fedha za wahisani shilingi milioni 43. Kwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025 ndugu Ismail Ali Usi kushiriki wa usafi katika soko la kisasa la Tandale leo tarehe 4 Juni. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, soko la kisasa la Tandale ni miongoni mwa miradi ya kimkakati katika manispaa hii ya Kinondoni. Soko hili limeboreshwa baada ya soko la awali kuonekana kutokidhi mahitaji ya sasa la soko la nafaka na mazao ya kilimo. Soko limeanza kutumika mwezi Oktoba 2024 baada ya kukabidhiwa toka kwa mkandarasi. Shughuli za usafi na usafishaji katika halmashauri. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, wilaya imeweka mazingira safi kwa upande wa taka ngumu na zile za kimiminika. Manispaa inazalisha tani 781 kwa siku za taka ngumu, ikiwa ni uzalishaji wa 0.71 kwa kila mtu. Aidha, soko la Tandale pekee linazalisha tani 12 kwa siku, ikiwa taka oza ni tani 8 na nyinginezo ni mchanganyiko. Umezidi. Wakati ikijengwa watu wa eneo hili walikuwa ni 1015. Sasa hivi wanafikia 1020. Ni watu wengi. Umeona, ni kata ambayo ina watu wengi. Sasa kutokana na hali hiyo lazima tuongeze na tuboreshe vituo vyetu vya afya. Na hizi tunatumia fedha za manispaa, kwa maana fedha za ndani. Madiwani wamefanya kazi nzuri ya kuangalia uboreshaji, na kama unavyoona, na hapa sio hiki tu, kuna mpango wa kuweza kujenga vile vile kituo cha afya kule juu katika maeneo ya Kisutu, katika mtaa wa Kisutu. Hivyo ni juhudi za manispaa, ni juhudi za serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kuboresha zile facilities ambazo zipo na zinazoonekana kwamba hazitoshi. Basi rais amekuwa akitusukuma kuhakikisha kwamba maeneo haya
yanapanuliwa ili wananchi waweze kupata huduma. Mimi natokea kata Makumbusho, lakini sisi kama madiwani wa manispaa ya Kinondoni tumeweza kuhakikisha kila kata ambayo ipo chini ya uongozi wa mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ndani ya nchi hii, tunahakikisha wananchi wetu wanapata huduma za afya katika maeneo yetu yote. Na mimi katika eneo langu niweza kupata huduma hiyo ikisimamiwa kwa karibu kabisa na mheshimiwa mbunge ambaye yeye aliweza kuhakikisha jengo lile linafanywa kazi na linaweza kukamilika kwa wakati. Na sasa hivi ameweza tena kusimamia tena katika kata hii ya Nanasifu, na leo hii tunazindua jengo jipya kabisa katika maeneo haya. Kwa hiyo natoa wito kwa wananchi waweze kupata huduma za kiserikali kwenye maeneo yetu ambayo tumeyapata kwa kipindi hiki cha Samia Suluhu Hassan. Asante.